hali ya wafu, mtu ambaye amekufa ni nani? Akikufa anaenda wapi? Nikasema tunapoenda kwenye mazishi utapata ya kwamba watu wanasema mwenye amekufa, wanasema muweke mahali pema peponi. Hayo maneno yanatajwa. Alafu mengine ambaye yanatajwa wanasema tulikuwa tunampenda na Mungu akampenda, wakiwa na maana ya kwamba mwenye amekufa ndiye Mungu amechukua. Sasa nataka tuangalie Biblia inasemaje, kwa sababu hao ni watu wanasema. Lakini je, jambo hili ambalo tunalizungumzia siku ya leo, tukitaka ushahidi wake tutatoa wapi? 34:16 kitabu cha Isaya. Watu wote ambao wanataka amani na amani ipatikane duniani, lazima Biblia ikubalike na injili ya Kristo ikubalike. Injili ya Kristo ni amani kama watu wanaweza kuikubali, lakini kama watu watakataa injili hakuwezi kuwa amani. Na ndivyo unavyoona wale ambao walitangulia kuhubiri zamani hawakupata amani, hawakuweza kuelewana na watu wa zama zao, kwa sababu watu wa zama zao walikuwa wanakataa ukweli. Na ndio naona manabii, mitume ambaye Yesu aliwaacha hapa duniani, wale mmoja peke yake ambaye alikufa kwa kifo ya kawaida tu anaitwa Yohana wa Patmo, lakini aliweza kupitia hali mbaya sana. Lakini wengine wote walichinjwa. Petro walimsulubisha, wengine waliuawa kwa upanga, wengine walipigwa kwa mawe kama akina Stefano. Walipigwa kwa mawe kwa nini? Kwa sababu walihubiri kweli, lakini hiyo kweli watu ambao wa siku zao hawakutaka hiyo kweli. Na mpaka wa leo hivyo hivyo ndivyo ilivyo. Ukihubiri kweli utapata ya kwamba hamtaelewana na wasikilizaji ambao hawataki hiyo kweli. Sasa leo tunataka tutoe kweli. Watu ambao wamekufa wanaenda wapi? Tuitoe wapi? Soma andiko. Inasema tafuteni katika kitabu cha Bwana. Tafuteni katika kitabu cha Bwana. Kwa hivyo saa hii tumepewa ruhusa ya kwamba kama tunataka kujua hali ya wafu, hatutatoa kwa gazeti, hatutatoa kwa ofisi ya governor, hatutatoa kwa ofisi ya OCS ama ya OCPD. Hapana, tutatafuta kwenye kitabu cha Bwana. Hapo tu ndio kutatoka ukweli. Sasa tunauliza Mungu kwanza, watu ambao unawapenda kwanza, huwa unawaua ama unawaongezea miaka? Tuanzie hapo kwanza. Naomba unipe 10:27 kitabu kinaitwa Methali. Kwanza hiyo ni andiko ambaye nitaitumia kwamba hii dhana ambayo wachungaji wa leo wanatumia ni dhana ya uongo, ati ya kwamba mtu amekufa Mungu amemchukua. Ni dhana ya uongo. Kwa nini? Soma andiko. Kumcha Bwana, kumcha Bwana waongeza siku za mtu. Yani kumcha Bwana kunaongeza siku za mtu, bali miaka yao wasio haki itapunguzwa. Miaka yao wasio haki wanapunguziwa miaka, lakini wale ambao wanaelewana na Mungu wanaongezewa miaka, wanakaa miaka mingi. Sasa unapotamka jina ya kwamba huyu mtu amependwa na Mungu, jua ya kwamba kama Mungu angempenda angemuongezea miaka. Huyo mtu angekaa miaka mingi, angeona watoto wake na watoto wa watoto wake. Lakini hawezi leo tukaenda na wewe kwenye mochari tukapata mtu wako na miaka 20 alafu tukadai Mungu ndiye amechukua ule mtu. Tutakuwa tunadanganyana. Hatuwezi kwenda mochari tukapata mtu wako na miaka 50 amelala alafu tukasema Mungu amechukua. Na inawezekana ule mtu amelala pale ana watoto na watoto wake amewacha kwenye shida. Mungu hawezi kubali hiyo. Mungu hawezi kubali hiyo. Sasa tutajua shida hii ni ya nini, ilitoka wapi? Kwani watu wanafaa kukaa miaka ngapi duniani? Naomba unipe Mwanzo 6:3 kwanza. Inasema 6:3 Bwana akasema roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama. Kwa sababu yeye mwanadamu ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Kwa hivyo Mungu akatamka kwa mdomo akasema mwanadamu atakaa miaka 120. Wakati wa Nuhu alitamka hiyo. Kwa hivyo Mungu wakati anapokaa na wanadamu anawapea miaka ya kuishi duniani. Sasa alimwambiaje Isaya? Isaya naye Mungu akamwambia kama watu wangu watakubali kukaa kama vile ninavyowaambia. Tumuulize Isaya, aliambiwa watakufa na miaka ngapi?
65:20 Isaya, sio kifua. Hapa ni maandiko. Usije ukaenda kulalamika kwa mtu, wala watu wanatuingilia. Hapana, ni maandiko inakuingilia kwa sababu uko kinyume na maandiko. Soma maandiko usikie. Inasema 65:20. Ndio. Na hata kuwapo tena mtoto wa siku chache. Mungu anamwambia Isaya, hakutakuwepo tena mtoto wa siku chache, wala mzee asiyetimia siku zake, wala mzee asiyetimiza siku zake. Kwa maana ndio mtoto atakufa mwenye umri wa miaka 100. Kwa hivyo mtoto atakayekufa zama za Isaya alikuwa ameambiwa mtoto atakufa akiwa na miaka 100. Na ujue huyo ni mtoto. Sasa kama ni mtoto, mzee angekuwa na miaka ngapi? Unaona Kwa hivyo kupunguzwa kwa miaka ya wanadamu ni kwa sababu wanadamu wametoka kwa Mungu. Ndio miaka inapunguzwa. Kama andiko tulianza nalo, nilisema miaka yao wasio haki inapunguzwa. Sasa kama saa hii tunawazika watu wakiwa na miaka 20, tunawazika watu wakiwa na miaka 5, tunawazika watu wakiwa na miaka 50, jua ya kwamba kuna tatizo. Kwani Mungu alifikisha miaka menopause kwenye Biblia? Alifikisha miaka ngapi? Inaitwa menopause. Mungu akasema ngapi? 90:10 Zaburi. Inasema 90:10. Hiyo ni miaka ambayo kila mtu wako nyahururu anafaa kudai. Anafaa kuidai hiyo miaka kwa sababu Mungu ametamka na hajawahi kutamka ingine. Hiyo ndio ilikuwa ya mwisho. Soma tusikie. Siku za miaka yetu ni miaka 70. Siku za miaka ya wanadamu wa nyahururu ni miaka 70. Na ikiwa tuna nguvu, na ikiwa wamekula ugali vizuri, miaka 80. Watafikisha miaka 80. Ukawaona watu wako na miaka 80, wako na miaka 100, ukampata mzee kama huyo, ukajua huyu kapendeza Mungu. Huyu kapendeza Mungu, akaongezewa miaka. Sasa tunauliza sasa, kwa maana watu wanasema ya kwamba Mungu ndiye anaua, yule ambaye ni muuaji wa hawa watu ambaye tunao. Kwa mfano saa hii angalia ajali za barabarani, angalia ajali za zile vyombo vinapita angani. Watu wanaenda kwa ndege wanaanguka, watu wanapita kwa meli wanaanguka, watu wanapita kwa nchi kavu wanakufa, watu wana magonjwa ya ajabu ajabu. Unapata kwamba watu saa hii wanagojeka Ebola, Mungu anaangalia tu. Watu wanagojeka kansa, Mungu anaangalia tu. Watu wanagojeka ukimwi. Hata sasa unasikia watu wakisema ukimwi ni fashion, mtu ambaye hajui vile kunaendelea. Kwa sababu watu hata sasa ukimwi mwenyewe hawaogopi. Watu wanaogopa kansa kulipo nini? Ukimwi. Lakini ni magonjwa ambaye haina tiba. Mbona Mungu aweze kuachia watu wake wakae duniani na matatizo haya? Yaani watu wakae, yaani saa hii unapata mama ni muombaji wa Mungu kabisa, unampata amelala hospitali analia kansa ya matiti. Analia. Analia. Wachungaji wanakuja wanaomba. Wachungaji wanakuja wanaomba. Bado mama analala akiwa na kansa. Kwani huyu Mungu anaomba na wachungaji? Alilala. Huyu Mungu ambaye anaomba na Wakristo aliama? Hakuagi. Ambapo Mungu anasema ya kwamba hakuna jambo ambalo siwezi. Hakuna ugonjwa ambao Mungu anashindwa kutibu. Lakini mbona tunaomba na maombi yetu Mungu amekataa kuyasikiliza kwa magonjwa ambayo yanatukaba? 1:23 hadi 28 Methali. Mungu anajibu saa hii. Inasema 1:23 hadi 28. Enda kwa taratibu. Biblia inasema hivi. Geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Tazama, ndio nitawamwagia roho yangu. Nitawamwagia roho yangu. Na kuwajulisheni maneno yangu. Na kuwajulisheni maneno yangu. Kwa kuwa nimeita nanyi mkakataa. Kwa sababu nimewaita nanyi mkakataa. Nimenyosha mkono wangu asiangalie mtu. Maliza. Bali mmebatilisha shauri langu. Mmebadilisha maneno yangu. Wala hamkutaka maonyo yangu. Wala hamkutaka maonyo yangu. Mimi nami Mungu nitacheka siku ya msiba wenu. Nitacheka siku ya msiba wenu. Nitadhihaki hofu yenu ifikapo. Hofu yenu ifikapo kama tufani. Ndio. Na msiba wenu ufikapo kama kisulisuli. Dhiki na taabu. Dhiki na taabu. Nitakapowafikia. Maliza. Ndipo watakaponiita. Ndipo wachungaji watakapoomba. Lakini sitaitika. Lakini Mungu hatasikia. Hiyo ni jawabu. Lakini ugonjwa wote umejulikana umeanzia wapi?
Lakini sasa wanadamu ambaye tuko nao duniani hawako tayari kudhibitishiwa kitu wakubali. Labda baadaye wasikie wako kwa polisi, kwa OCS, kwa governor, tunaigiliwa, tunatusiwa. Na ujue sio matusi, ni jambo kama ile ambayo tunataka tuliangalie. Wewe ukapata ya kwamba ulikuwa unaamini visivyo. Sasa kama umepata ukweli, unawachana na kile ambayo uliamini kizamani, unafuata ukweli. Mtu ambaye amekufa, watu wamebadilisha hali yake. Sasa hii mimi nakaa sehemu ya Western Vihiga County, town inaitwa Majengo. Pale wale ambao tunakaa nao pale ni Waluya. Na wacheni niwaambie hivi, zamani mimi nilipokuwa nazaliwa kulikuwa hakuna matanga sana, mazishi kulikuwa hakuna. Ilikuwa inakuja moja na hiyo inatusikitisha karibu kijiji mzima. Na ilikuwa zamani tulipokuwa tunaenda kwa nyumba ambaye kuna matanga, watu walikuwa wanaangaliwa, huyu ataenda mochari, huyu ataenda mochari, huyu hataenda. Kwa sababu huyu akienda anaweza akaenda akasirai huko. Watu walikuwa wanaaguka, wanasirai. Sasa hiyo unaona? Sasa hii akalia, nilienda juzi mochari ya Nakuru, nikapata wasichana wanakula chips hapo nje kwa mochari hapo. Zamani ilikuwa si hivyo. Zamani ilikuwa watu wakienda kwa mochari walikuwa wanalia, watu walikuwa wanaanguka. Lakini saa hii hiyo kuanguka hakuna. Sasa kule ambaye nakaa, mtu akikufa afadhali mtu akufe kuliko harusi. Unajua harusi inafanywa siku moja, watu wanakula, wanaenda nyumbani kila mtu. Lakini wacha mtu akufe, wanakaa wiki mbili wanaomboleza. Hiyo boma ambaye kuna mtu amekufa, watakula chakula yote iko huko wamalize. Wachukue ng'ombe wachije wakule, wachukue busi wakule, wachukue kuku wakule. Wakimuzika yule mtu hakuna kitu kinabaki kwa hiyo boma. Alafu utawasikia wanalia ugali na wanakula. Unafikiri zamani mtu akikufa watu walikuwa wanakula? Ulikuwa unajaribu kushika ugali inakuwa maji kuweka kwa tumbo. Lakini saa hii watu katika mahali ambapo kuna mtu amekufa ndio wanakula. Sasa unakuaje unakula na wewe umekufiwa? Unasema kule kwetu na kwenye nakaa mama wazee, alafu wanaangalia ugali inakuja wanavieka. Kesho wanaamkia ugali inakuja wanavieka. Inakwisha ugali wanaingia kwa kuku. Inakwisha kuku busi. Inakwisha busi ng'ombe. Ikikaakaa shamba inakatwa iuswe watu wakule. Kisha na maana mtu amekufa. Saa hii pale kwetu wanasema huyu mtu tusipomfukuza atarudi tena kutusumbua. Hiyo iko. Yaani leo unaona mtu akifa alafu inauzwa shamba inakatwa. Hiyo inaitwa ni ya kumfukuza huyu mtu ambaye amekufa asije akarudi. Leo hii watu wanakuja wanakuambia babu yangu ambaye alikufa alikuja leo. Watu wanaamini hivyo. Wengine nao Wakikuyu wenzangu wanafanya kitu inaitwa kubukubu. Wanakumbuka mtu aliyekufa, wanaenda kukumbuka. Sasa leo Biblia itavieka hiyo vitu yote, itavieka itamaliza. Sasa wewe ndio utaona ufuate ama uendelee kufuata hadithi za kizee. Timotheo wa kwanza 4:7. Watu wamekatazwa hadithi za kizee. Unaona hizi vitu ambavyo ulikuta zikifanywa, wakati umefika wa kuachana nazo. Soma tusikie. Inasema bali hadithi za kizee, hadithi za kizee zisizokuwa za dini uzikatae. Unaambiwa, unapewa ruhusa, kataa. Hiyo si ya Biblia. Sasa Biblia inasema mtu aliyekufa ni nani, anaitwa nani. Kwanza nipe 2 Mwanzo 2:7. Mwanzo tunaanzia mwanadamu wa kwanza kuumbwa. Mwanadamu wa kwanza kuumbwa, aliumbwa zikauganishwa vitu ngapi? Soma tusikie. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Mungu alimfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai. Mtu akawa nafsi hai. Kwa nini? Bwana Mungu Mungu ameuganisha mavumbi na pumzi yake ikaleta nafsi hai. Uelewe hivyo
Na unaposema mtu aliumbwa kwa mavumbi, si matope. Unajua kuna watu wanasemaga ni matope, atalichukua mchanga hivi akaweka maji akatengeneza. Unaposikia mavumbi iko na kila dini, yani kila kitu kote kanakuwa kwa mchanga. Unataka kuniambia hii meno ni matope? Nywele ni matope? Kama watu wangeumbwa kwa matope, ungesikiaga mtu alinyeshewa pale akagushia hapa, kwa sababu matope haiwezi kustahimili maji. Mungu aliumba watu kwa mavumbi ya ardhi, si matope, akaunganisha na pumzi yake, mtu akawa nafsi hai. Kwa hivyo hawa watu wote ambao wako hapa wanapatikana hapa kwa sababu gani? Hawa watu wako na vitu mbili, wako na pumzi ya Mungu na wako na mavumbi. Lakini wale ambao wako mochari, nini ambaye hawana? 104:29 Zaburi 104:29 Zaburi. Watu ambao wako mochari, ni nini ambaye hawana? Ambaye hawa wako hapa wako naye. Biblia tuambie, wewe uwaficha uso wako, wewe wauficha uso wako. Wao wanafedheka, waiondoa pumzi yao, wanakufa. Kwa hivyo pumzi ikiondoka, wewe unaitwa maiti. Na ukienda saa hii mochari, hakuna maiti anatoa pumzi kwa mapua yake. Sasa tuulize, wakati tunaposema roho imrudie Mungu aliyeitoa, ni roho gani ambayo inamrudiaga Mungu? 12:7 Mhubiri kwanza inasema 12:7 kitabu ni cha Mhubiri. Tuambie habari. Haya, nimefika. Inasemaje? Inasema hivi 12:7. Nayo mavumbi kuirudia nchi, kama ilivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Hapa ndio kuna kisungumkuti. Wakati tunaposikia watu wanasema roho yake iweke mahali pema, wanatoaga yandiko hiyo, lakini hawajuagi hiyo roho ni gani. Biblia haitafsiriwi na mtu, Biblia ndio inajitafsiri yenyewe. Kama unataka kujua hiyo roho ambayo inamrudia Mungu ni gani, hiyo Biblia ndio itasema ni roho gani. 27:3 Ayubu inasema 27:3 kitabu ni cha Ayubu. Inasemaje? Haya, nimefika mwalimu. Ndio inasema hivi 27:3 Ayubu. Haya, inasema ndio, kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu, na roho ya Mungu katika pua yangu. Katika hiyo pua yako unatoa roho ya Mungu. Kwa pua yako unatoa nini kama si pumzi? Pumzi hiyo ndio inaitwa roho. Wakati unapokufa, hiyo pumzi inaenda kwa Mungu, na hakuna pumzi ambayo haiendi kwa Mungu. Hata uwe mlevi, uwe mwizi, zote ni pumzi za Mungu. 12:10 Ayubu inasema ndio 12:10 kitabu ni cha Ayubu. Zote pumzi zote zinakuwa za Mungu. Soma, ambaye nafsi ya kila kilicho hai i mikononi mwake, na pumzi zao wanadamu wote ni za Mungu. Hakuna pumzi ambaye si ya Mungu, zote pumzi ni za Mungu. Sasa watu wakifa, hizo pumzi zinamrudia Mungu. Na watu ambao wamekufa wanaendaga mbinguni ama wanaendaga wapi? 3:19 Mwanzo. Tuulize Adam, wewe Adam, Mungu alipokuambia utakufa, alikwambia utaenda mbinguni ama utaenda wapi? Changamka. Inasema 3:19 kitabu ni cha Mwanzo. Kwa jasho la uso wako utakula chakula. Kwa jasho la uso wako Adam utakula chakula hata utakaporudia ardhi, ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Nipe habari. Kwa maana mavumbi wewe Adam, mavumbi, nawe mavumbini utarudi. Na wewe Adam, mavumbini utarudi. Si ati utapada. Kile ambacho kinapada usisahau ni pumzi. Lakini muhusika
anashuka. Biblia, huwa hawa watu wanapanda ama huwa wanashuka? Mwalimu wangu niko, naomba unisaidie kitabu kinaitwa Zaburi. Zaburi 117 anzia 3. Nafikiria 117:3 ndio inasema hivi. 117:3 kitabu ni cha Zaburi. Inasemaje? 115:3 nafikiria. Inasema 100 lakini 115:17. 115:17. Angalia hapo. Sio wafu wamsifuo Bwana. Hapo. Sio wafu wamsifuo Bwana. Sio wafu wamsifuo Bwana. Wala wote washukao kwenye kimya. Wala wote